Yes bwana, inakuwaje? Karibu sana kwa wewe ambaye ndio kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni kutazama kile ambacho kinaendelea katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara ambayo kwa sasa imekwisha kumalizika. Tetesi mbalimbali za sajili ndo zinaendelea, lakini pia leo kuna mchezo ambao utakuwa ni wa mwisho kabisa ambao unahusisha mashindano ya hapa nyumbani. Mechi nyingine ambazo zitakuja labda ziwe zile za hisani. Tunajua kuna wachezaji kadha wa kadha ambao wana mechi zao za hisani wakiwa wanatoa misaada kwa jamii, kurejesha kwa jamii na kuwasaidia watu wenye uhitaji maalum, lakini pia kuna wale ambao wamekuwa wakiandaa matamasha ili kujumuika na washikaji zao ambao ni wa kitambo na vitu vingine kama hivyo. Sasa kubwa zaidi ambalo linazunguka na linazungumzwa kwa sasa na chanzo cha kuaminika kimeweza kuniambia kwamba tayari kitu kimesha kwisha kutiki. Ni suala la muda tu mtu kuweza kuondoka na mambo mengine yaweze kuendelea. Inaelezwa kwamba Clement Mzize ameamua kutafuta changamoto mpya baada ya mazungumzo ya mafanikio na bosi wake mkubwa ambao ni Khalid Said Mohamed GSM, na Mzize alipigia simu moja kwa GSM siku moja baada ya ushindi wa 2-0 dhidi ya Simba ambapo alisifiwa na bao lake, lakini kwa heshima alieleza kuwa anahitaji kukua na kutafuta changamoto mpya na mkataba wake ambao bado haujaongezwa. GSM ameweza kukubali uamuzi wa kuweza kumpa baraka zote za kuendelea na maisha mengine na wanatarajiwa kuweza kukutana tena Zanzibar hii leo baada ya game dhidi ya Singida Black Stars ambayo ni finali, na Mzize iko tayari kuweza kukubali kuondoka kuelekea timu yote ambayo itakubali kuweza kutoa kitita cha fedha na kuweza kuwapa mabosi wake hao ambao ni Yanga, na timu kubwa ambayo imeonyesha nia ya dhati kuweza kumtaka Clement Mzize ni Zamalek ambao tayari walikwisha kutuma ofa kadha wa kadha Jangwani zaidi ya mabilioni ya fedha, na Yanga walikuwa wanasema kwamba kikubwa ambacho anakisubiri ni kuweza kuona ameweza kumaliza ligi na kisha mazungumzo yaweze kuendelea na ukubwa zaidi uweze kuelezwa na ni jambo gani ambalo wataweza kukamilisha. Basi kila mtu aweze kukamilisha yale matakwa ambayo yanatakiwa na club na waweze kuachana kwa uzuri zaidi. Unakumbuka Ali Shabani Kamwe mara kadhaa amewahi kueleza kwamba Mzize anahitajika pia kule Ufaransa na Olympique de Lyon, ambayo bado hatukujua hatima ya kile ambacho kilizungumzwa kama ilikuwa ni tetesi tu ama kuna jambo la ziada ambalo liliendelea, lakini Olympique Lyon nayo pia ilikuwa inamtaka ya pale Ufaransa. Kuna Wydad Athletic Club ambayo Stefan Aziziki tayari amekwisha kutangulia kule pamoja na Selman Mwalimu ambaye alitangulia katikati ya msimu akitokea pale Fountain Gate, na Mzize ndo hivyo mambo yakaendelea kusubiri, lakini kwa sasa tunaona tayari msimu umemalizika kama ambavyo Engineer Harris alieleza kuahidi kwamba msimu ukimalizika basi mazungumzo yatakuwa open zaidi na kila kitu kitaweza kwenda kwa namna ambavyo kimepangwa. So tuendelee kusubiri tuone kama Mzize kweli atatimkia Zamalek au atenda Wydad ama atenda kule Ufaransa ambako amekuwa akihusishwa nako, lakini kubwa zaidi ofa ambayo nina uhakika kwa 70 hadi 80 ni ya Clement Mzize kwenda pale Zamalek, kwa sababu tayari hatua kubwa na mazungumzo ya kina yamekwisha kufanyika kati ya Yanga dhidi ya Zamalek. So tuendelee kusubiri. Minute Official PMTZ_, bango linasoma moto unaungua.